Nenda zako. Chile moke. Tulia papa. Ngoja nikufungie kibwebwe kama waindi wa Mumbai. Asa leo nisikilize. Yaani sitaki la mwazini wala la mwantumu. Siogopi huyo mume wako, unanitisha kwamba naweza nikapata hatari. Hiyo hatari siogopi. Siogopi chochote kile kibovu ambacho unachokiona kwamba kinaweza kikanifanyia mabaya kwenye maisha yangu. I never can't you believe you. Naomba chague kitu hiki. Chagua bega kushoto au kulia. Tukishamaliza mambo yetu, hapo sasa ndio tunaweza tukaongea. Bwaga, naomba usiniguse. Si unanielewa? Maana hizo akili zako unazojifanya kama umekunywa maji ya chooni. Tulia hapo. Hapo ligi imenona. Haya, jiwe hili na uandegea wawili. Nimekutana na masimu wangu titi for daddy. Tulia hivyo. Nakupa maagizo. Kwa hiyo shoga yako, shosti yako, baloza. Yaani kitu alichonifanyia. Sio kama mimi nilishindwa kufanya maamuzi. Pale nilikuwa na maamuzi yangu safi. Sema tu niliofia. Bwaga anashusha heshima yake kisa vitoto vidogo vidogo vya familia. Pale ningeweza kumkunya, nikamning'iniza. Nikaminya. Kamweka kama hapa. Asa nakutuma hiki ndiko uchwala campaign taarifa. Usi. Kwa unanichukulia mimi pikipiki poster boy. Yaani unaniagiza popote unapopataka, si ndio? Hauna jilimbwasa kwa kuwa upo na mchumba hapo unachukulia chikeni. Usponzo na rangi mboy utaumia, mimi sio mchekelea. Muda wote na kuchenchia, ni tusichukuliane poa kabisa mboy. Kweli nimeamini, tenda wema uende zako. Usingoje malipo. Kwani unaonyesha kiashiria gani unaenda kumsaidia Daki Pipi mpaka kufikiria unatoka na mume wake? Tokea nimeenda pale, nilikuwa naye bega kwa bega kuliko hata mume wake. Muda wote mpaka naondoka pale. Kwa sijajua kwa nini kafikiria hivyo. Makubwa. Yaani hilo lilokukuta litafanya hata sisi wengine mtu akipata tatizo tushindwe kwenda kumsaidia. Ndio mjifunze. Au ndio maana alikuruhusu urudi nyumbani kwako kwa sababu ya kufikiria kitu kama hicho. Kumbusha kitu. Shaka tu siku ile ghafla tu anaambia nijiandae na ondoke nyumbani. Alafu mume wake nimtanaye njiani tu na nikamuuliza kuhusu yeye hali yake inaendeleaje. Mimi nikaondoka zangu. Kwa sijui kinachoendelea. Kwa hiyo unafanyaje? Yaani hapa naelekea nyumbani. Na hasira. Nataka nikalale tu. Sawa, lakini usileke sana kwenye akili yako maana litakuumiza kichwa. Wewe lipotezee tu, maisha mengine yaendelee. Baadaye. Poa. Bebelu? Asa wewe nini sasa? Naona tamba. Mbona mimi sikutofautishi sana na wadogo zangu kama kina Johnny na Mariam na Neema? Ninaweza nikakuchukua nikakunja pamoja na shoga yako. Nikakuchukua nikakuvamiza. Ninakuminya. Eti baby. Chukulia tozi bitch boy. Unajilimbasa tu unaongea unavyotaka na uchukulia. Anaua. Boy. Sio kila nyimbo ya Kiarabu inasifia mapenzi, nyingine zinasifia manabii mshamba.
Hizo saa ngapi Nyamara? Na jicho langu lipo? So jicho tu, utatolewa lipua. Sasa kitu ulichokikosea wewe ni kumzuia yule bwana mdogo. Yule bwana mdogo nilikuwa nimeweka kwenye timing moja nzuri sana. Amepotea. Nilikuwa nimeweka kwenye timing moja nzuri sana. Unaona? Yaani mimi yule ningemchukua nikamweka hapo. Nikampiga. Ai. Oi. Ameenda. Nisikilize nikwambie. Yaani ile alijaisha. Si umeelewa? Yaani alijaisha. Hivi vitu vingine najua jinsi gani nitavikabiliana navyo. Hivi bwaga wewe una akili kweli? Au ulivyokuwa mdogo ulikunywa mafuta hataye? Bado unishukuru nimekusaidia. Ningekosa kupiga kelele ingekuwa kashakuua hapo. Muangalie kwanza. Naondoka. Na usinifuatilie tena. Hapo nimejikaza tu kwa sababu alikuwa mwanamke. Jamani. Nimkulanga naama. Yato changanya maganiko pagaba mayo baba. Binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala. Binge bale wazabako pandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yogakala. Ili yapandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale na nzela nale kujala isi la kushoka. Chini muno shiko nyinge no shiko nyinge bano bale waza. Shiko nyinge no shiko nyinge wako beta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane sili ya uvungu. Naletogwa na debe isili ya uvungu. Chilemoke Karibuni. Mzee wangu shikamoo. Marahaba. Habari za kazi? Salimia. Saizi. Safi kwema. Karudi. Sisi ilituleta ni yale ya kuhusu familia yangu na kuhusu yule binti yetu ambaye alitoka. Sasa kama ulivyosema utatusaidia. Sasa tukasema tuje tujue na tusaidiaje mpaka sasa hivi, maana muda kidogo kamekwenda. Na tukisema kwamba tupige simu mawasiliano hatuna. Tukasema tutembee na jomba tufike tutakiume. Yaani kadogo, mbona tabia mbaya hivi? Yaani nisipokuja kwenu na wewe nyumbani kwetu auje. Kweli? Amna, mimi sifai makusudi. Wewe mwenyewe unaelewa pale nyumbani sasa hivi mimi ndo kila kitu. Yaani niende huku nakuwa nikubize sana. Na bado na kazi. Hata kama sema sasa hivi yani umebadilika sana, tofauti na mwanzo. Ila tuachane na hilo nimekumbuka kitu. Wakati nazunguka kwangu kwenye mizunguko yangu, nikakutana na shemeji Kata. Nilipokutana naye tukasalimiana vizuri, tukamaliza, ghafla kaanza kukuulizia, "Vipi, kadogo jambo?" Nikamwambia, "Shemeji, mbona kama vile wanijoki hivi fulani. Kadogo si ulikopo naye wewe?" Akanambia, "Hamna sio nini." Nikamwambia, "Lakini ya jambo mzima kabisa wa afya." Akanambia, "Sawa, lakini nichompendea shemeji ni mpole sana na ni mcheshi pia." Ndio hicho nilichompendea. Ila nikwambie, nampenda sana Kata. Alafu
mwanamke yoyote ajichanganye sasa, nimkute na kata, ndio atakaponijua mimi upande wangu wa pili, ndio atakapojua kumbe kadogoo lakini kakubwa. Na hiyo kazi nakuachia wewe. Yaani ukimkuta na mwanamke yoyote, anza kupigana kabla hata sijafika. Vurugu wangu hilo tu. Hata usijali. Niachie mimi tena. Nalianza vurugu huko kabla nikokota halijafika. Vipi kwanza? Hali ya kaka Vungwa? Anaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Kwa jinsi nilivyoongea nao kule, anaendelea vizuri. Kwa ndani ya siku mbili anaweza akarudi. Sawa, ni jambo zuri tu, Mungu amjalie pia. Ampe wepesi tu arudi. Amina. Ila sawa, unaona uko jikoni, niko naandaa chakula. Sisi nikaa nimekaa huko bure nikaungua. Unaelewa akili. Watu wa humu ndani. Nenda kapike, mimi niko hapa nakusubiri mpaka kiive. Haya sawa, ndio ukae kwa kutulia sasa. Haya. Swala leni ninalo na nalifanyia kazi, ila huyo mtu ambaye yuko na ndugu yenu kwa sasa ana majukumu mengi, kwa hiyo nakosa muda mzuri wa kwenda kuongea naye. Yupo katika majukumu ya kuweza kuwasaidia watu, ila kwa kuwa nataka nimfuate kwa heri na imani atanielewa, kwa hiyo kuweni na subira. Sawa mtaalamu. Kwa hiyo inaweza kachukua muda gani? Si inaweza kufika hata mwaka hiyo? Kama unaona mimi nachelewa, unaweza ukaenda yeye kumfuata ndugu yako. Mambo ya kijinga wewe. Sio kila kitu cha kubaruza. Si mambo mengine kwenda hivi, mengine anaenda na taratibu zake. Mambo ya kijinga baruza, nitakumtia hivi. Sitole mimi macho yako. Mimi sikuuliza kiubaya, mtaalamu. Nimeuliza ili nipate kujua. Baruza, takufinya. Mimi nilikuwa nakuomba mtaalamu, kama tunaweza tukakwenda, kwa sababu nimekuelewa sana. Utamsamehe tu kijana. Nimewaruhusu, mnaweza mkaenda. Haya mtaalamu, tunakushukuru. Bwana wewe, kama sitakupanda leo, nitakupandisha vizuri. Nitakutia hivi mimi kwa mtaalamu. Twende. Nyanyuka. Usiku. Unaosha vyombo kivivu. Sio. Hebu nikuulize kitu. Hapa kuna mda anayekuja na mgeni. Mimi si mkomeenda wapi? Yasmini akampokea vizuri kwa furaha bashasha tele. Lakini baada ya mgeni kuondoka, Yasmini kuingia ndani, kakasirika, kafura, kanona hatari. Nikasema, kwani amefanya nini? Hakuna kingine kimetokea. Hata sikuficha. Mama kweli ana hasira na kachukia. Ila juu ya hasira zake mimi sijamuuzi. Na hata huyo aliyemuuzi hajafanya makusudi. Maana yake hapakuwa nalo. Kilichojili hapa Kiepe kaka kule na misukule yake, nije kupunga upepo, kaja kutulia hapo kwenye gogoro kaka rudi kwenye lindo lake la misukule. Kufika kule msukule moja auone. Niulize nani? Huyo alokuja mwishoni, mwenyekiti. Mambo hayo. Kiepe kavurugwa, kapagawa, analia. Kaja kurudi tena hapo. Mimi si tena unajua Kiepe kakaangu. Nikamfuata. Kaka,
vipi mbona unalia? Anza kuniambia msukule mmoja umepotea, sijui hivi na hivi, afikiangalia mwenyekiti. Nikamwambia mama yangu hapa umejichanganya. Mimi tena nimpe ushauri, usimwambie Bi Asmini, tumtafute, tukimpata sawa, tujampata limetushindwa tunaenda kumshirikisha. Mama, kumbe ndani alikuwa baba mdogo. Kaya beba mazima kaenda kumtulia Bi Asmini pu. Wewe siwa wewe. Oh, Siwa na Kiepe wamekaa wanaongea msukule umepotea na hata hivyo wamepanga kukuficha. Kwa pale unavyoona Bi Asmini ana hasira zake hizi mbili. Ana hasira msukule umepotea, ana hasira kajua kama tulipanga kumficha. Kanuna katutumuka kaenda kumfuata Kiepe. Kamgombeza. Kamwambia kabla jua alijazama ulete msukule hapa. Yote 9, kamtia hadi makofi. Mama mdogo huyu ana nini jamani huyu? Hivyo ndio nilikuwa ninakuhitaji mimi. Umefanya vizuri na kutimiza ahadi yako. Sasa kuanzia leo nitakutumikia vile utakavyo wewe. Muda wote utakaonihitaji basi na mimi nitawasili mahali ulipo. Nashukuru kwa hilo. Hivyo ndivyo ambavyo mimi nilikuwa nahitaji. Nitafuata mwongozo wako. Sawa. Na kutokana na hiki ambacho umekifanya, basi nitakupa zawadi. Na zawadi yenyewe itakuwa ni hiyo kawa unayoiona hapa mbele yako. Hiyo utaichukua na kuitumia endapo popote kukitokea hatari yoyote mbele yako. Sawa mkuu. Yaani baada yaongee vizuri na nyinyi, labda akipata tatizo yote mnaweza mkamsaidia, anawakandamiza nyinyi. Anajifanya anaita mapenzi. Hivi Bi Asmini mapenzi na mtu? Mwenzako anajiona kafika. Kama nimekuta Bi Asmini kafula. Kasema kapatwa na nini? Lakini usijali. Najua Bi Asmini atanuna, hasira zake zikiisha tu atakuja kuniambia. Akiniambia tu nitamshawishi asije kafanya maamuzi magumu kwa kipi wa watu jamani. Wewe Damelisa kweli. Ukiangalia wewe Bi Asmini mwanae na anakusikiliza tofauti na sisi. Fanya unavyojua, Kiepe asifukuzwe. Uangalia kila siku akikaa na alamika kwao huko Geita wanamtegemea, ana watoto, sijui na familia na nini. Fikiria akifukuzwa ataenda kuanzia wapi? Fanya unavyojua wewe dada yangu na kutegemea wewe. Asuleta Bi Asmini. Lazima mimi anisikilize kwa sababu kuna mimi kuna mbake namsaidia. Kwa nini sinisikilize? Hai. Wewe tena. Kisimani masaa 6 ndo kwanza narudi sasa hivi. Kisimani mbali hatari. Hapa nilipo utosi watu dunda. Hapa kwa nini na mpango kumwambia Yasmini sasa hivi tusio tuenda kisimani. Anafanya tu ushauri yake ndi maji yamefika. Hai. Kabisa. Ila ukiingia hapo ukumbini kuna sufuria, funua. Kuna viazi na miogo. Si wenzako tushakula. Bado wewe na mama. Kula vya kwako, ya hasira zake zikimwisha atakula. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Oh, Zuu, habari ya saizi? Salama, sijui kaka. Mimi nashukuru huko wote ni wazima. Zuu, kuna kitu nataka nizungumze na wewe. Samahani kama nitakuwa nimekukosea, niwie radhi, maana mimi ni binadamu. Na mwanadamu anaweza kuzungumza kitu chochote akihisi kwake kipo sahihi, kumbe hayuko sawa. Sawa. Maneno nilikuwa nataka kuzungumza na wewe, kiukweli nilikuwa nataka nizungumze ukiwa wewe pamoja na Kibiriti. Kwa bahati mbaya Kibiriti, Mungu amempenda zaidi ya sisi. Kwa hiyo sio dhambi kuzungumza na wewe. Hivi ushakaa ukatafakari kuwa wanakijiji wanakuangaliaje? Rafiki zako, je, na familia yako wanakuchukuliaje?
Sawa, umeikumbuka jana yako, umeikumbuka leo yako, kesho yako unaikumbuka. Mfano sasa, umelala au kuamka moja kwa moja na malaika ameshafika mkono wa kulia, kuna thawabu 10, mkono wa kushoto kuna madhambi zaidi ya 100. Unafikiri watafuata mkono wa kulia au watafuata mkono wa kushoto? Yaani kaka, yaani sio usemeje. Sio usemeje, ni kubadilika tu. Wewe ni mwanadamu, na mwanadamu kubadilika, na Mungu anasamehe kila siku. Hakuna kigeni hapo. Hivi unaambiwa kabisa usipite njia, wameziba sasa hivi pale kuna miiba. Pita njia hii hapa hii. Alafu wewe ukabisha, ukapita njia ile ile. Ukaja ukakanyaga ile miiba. Miiba uliyokanyaga ikaingia ndani ya mguu wako. Mguu kivimba, faida ya nani na hasara ya nani? Hakuna faida hapo, kuna hasara. Sasa mtu akikwambia huku usiende, nenda huku, basi badilisha njia, nenda huku. Mungu amekumba vizuri sana wewe. Hivi ushakaa kujiangalia kwenye kioo jinsi ulivyo? Umbile lako, rangi yako, hata sauti yako ushajisikiliza? Una kilema gani wewe? Mimi nadhani kilema ulichukua nacho ni tabia ulionayo, na unaweza ukajirekebisha. Na katika kijiji hichi kama watasema watoke wanawake 5 wazuri, kwenye namba 1, namba 2, namba 3 wewe huwezi kukosa. Udhaifu uliokuwa nao ni kubadilika tu. Hiyo tabia yako. Ukitulia utapata tu mwanaume ambaye anaweza akakuoa mkafanya maisha. Nyanza malaika wangu. Mambo vipi mke wangu? Salama tu, sijui za huko tokako. Huko bwana mke wangu. Watu wameshasafirisha mwili wa marehemu. Mimi ndo nimerudi hivi mke wangu. Vipi mtoto? Mtoto yuko ndani amelala. Sawa. Mume wangu. Naam. Mimi nilikuwa nakusubiri hapa, nilikuwa na maongezi na wewe. Maongezi gani hayo mke wangu? Ni kuhusiana na hili swala la msiba. Watu wameshasafirisha, lakini pale nyumbani kuna baadhi ya ndugu wamebaki. Kwa hiyo italeta picha nzuri. Wewe umeondoka, mimi nimeondoka. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniruhusu niende nyumbani kwa ajili ya hili swala. Kumbe ile tu mke wangu, wala hata usijali. Na isitoshe mimi nitakusindikiza. Ila kabla hujaondoka mke wangu, ungenitayarishia kabisa chakula ili kiweze kunistiri usiku. Sawa mume wangu. Basi sawa, acha mimi niende ndani nikapumzike. Sawa. Haya. Kwanza kaka, hujanikosea kitu chochote. Na siku ya leo nilitamani haya maneno unaniambia mimi sasa hivi ningekuwepo pamoja na Kiberiti. Naumia sana ningeona unaniambia hili niko peke yangu. Naumia sana. Alafu kaka, mimi najua kuna kesho. Naelewa. Na toka siku nilioelewa kwamba kuna kesho, ni siku ambayo niliona simuoni tena Kiberiti. Simuoni, yani niko mimi kama mimi. Pia na furaha sana. Mbona unalia sasa? Kaka, mimi silii. Kwani mimi nalia? Hapana. Mimi silii, ila kaka nafurahi sana. Unajua kwamba leo neno loliongea unaweza kalichukulia kawaida sana, ila kwangu kubwa, kwa sababu si mama yangu, si familia yangu hata mmoja wa kuniweka chini na kuniambia unachoniambia mimi leo. Kifupi tu naomba nikwambie kwamba umegusa sana moyo wangu sana. Leo hii naongea mimi hapa, naacha kila kitu, nitasimama katika mstari ulionyooka na vile ulivyoniambia. Ila nikuombe tu
isiwe tabia inaishia hapa, iwe endelevu. Nitakapokosea mdogo wako usichoki, na sihitaji uwe kaka tu wa kijijini, nahitaji uwe kaka yangu wa hiari, yule ambaye napokosea niambie. Nimefurahi sana kaka, sana sana. Sawa. Basi likumbuke neno la leo. Kama unasema umebadilika au utabadilika, mimi nitakufanya kama wewe, dada yangu wa baba mmoja, mama mmoja. Sawa? Ila cha mwisho ni kuombe. Chochote utachosikia kuhusiana na wifi yako Kipipi, chukulia ni moja ya madhaifu yake. Maana mambo mengi yatazuka sasa. Kama nimekubali kwa wewe ni kaka yangu, kwa hiyo nitakubali madhaifu yako yoyote na yoyote alikuwa karibu yako. Na muelewa wifi yangu, wala usijali. Uwe na siku njema. Na kwa pia kaka. Mjiwe, nakiri kwa kinywa changu kwa kusadiki kwamba mara kwanza nilikuwa na mawazo hasi sana, isipokuwa wewe ulikuwa na mawazo chanya, ila mimi nilikuwa nikikukaidi kila mara. Nakumbuka mara ya kwanza nilianza kuamini katika wewe kwa tukio la kwanza kabisa ambalo tuliliona mara baada ya kuelekea msibani kutaka kwenda kuzika. Kikweli pale ndipo nilianza kuamini kwamba kuna hiki kijiji kina uchawi. Lakini tukio ambalo nimekutana nao leo nathibitisha tena kwa mara ya pili kwamba hiki kijiji ni nuksi, hakifai. Si unanielewa? Hebu endelea nikuelewe vizuri. Unamaanisha nini? Sawa, ni hivi. Leo nilibahatika kwenda ukweni kwangu, yani kwa mama yake na Melissa, kwenda kujitambulisha. Sawa sawa. Kiukweli yule mama alinipokea vizuri sana. Hakuwa na baya. Mapokezi yake yalinifurahisha sana moyoni. Na nikajiona shupavu, sapiri amani sana. Kwa kweli yule mama nimpe kongole katika hilo. Sasa kama ni hilo, mbona ni safi tu? Au kuna kitu gani? Hebu nishibishe nikuelewe vizuri. Utanielewa tu. Jani nirudi kwa furaha nzito sana. Lakini katikati ya safari yangu nikakutana na mzee mmoja hivi. Mzee wa ajabu sana. Ana ndevu hivi, nikimwona ndevu zake kama shivu hivi. Yule mzee nilimpita akaniita. Akahitaji nisaidie jambo. Ila jambo lenyewe yani yule mzee alitaka nichukue mguu wangu wa kuume ni ukanyage katika kiganja chake cha kulia. Ukafanyaje sasa? Ulikanyaga? Mimi nani wewe kuweza jiwe kulogwa zalani, si ndio uchawi wenyewe mchana kupe? Naanzaje? Mzee ukimtazama macho hayaeleweki, sijui kama yanawaka macho kama ya paka hivi, yani sio kawaida. Sikufanya hivi kwa dhamira mbaya. Na si kwamba labda siamini uwepo wako. Isipokuwa huyu ni kijana wangu. Wanaweza kutumia kwa huyu kijana wangu kunitia mimi udhaifu. Ndio maana na mimi nimeimarisha kwa upande wake, ili mradi niweze kupambana vyema. Kosa langu ni kutokukufahamisha tu. Kumradhi. Huu ugeni uliokuja ni baada tu ya kujua ujio wako hapa kwangu, lakini si kwa ubaya. Hivyo endelea na jukumu lako. Sawa, nimekuelewa.
Agizo lako ni jukumu kwangu. Uvungu. Sikuweza kufanya mimi. Unaona sasa? Nilikuwa nakwambia kila siku ndugu yangu. Tuondoke mwenzangu mbishi. Melisa nitamwacha na nani? Sasa hizi unakumbuka shuka kumekucha. Unawaza kuondoka sasa. Lakini nikwambie tu kitu kimoja. So hayo tuloyaona. Kuna siku watakuomba kichwa chako. Yaani mwalimu Jiwe, kwa hapa ilivyofikia, this is too enough. But for this, let me think twice. Sawa sawa. Lakini all in all, tunatakiwa tuondoke katika hiki kijiji. Ushauri wangu tu. Sasa hivi natakiwa tuwe makini sana. Hata kwenye hao matembezi yetu, tusiachane. Tutembee wote wawili. Ili hata kama likikutokea tatizo wewe, mimi niwepo wa kukusaidia. Hata mimi likinitokea tatizo, uwepo wewe wa kunisaidia. Sasa safari zako za dharura unaondoka tu pasipo mimi kujua, au mimi naondoka tu pasipo wewe kujua. Tuwe na umoja. Sawa kabisa. Mimi nimekuelewa. Nadhani tukiambatana hivi wawili kidogo tutakuwa tunapao. Kwa hiyo atakuwa hawezi kuzuru. Sawa, mimi nadhani nimeisha. Tuondoke. Sawa. We have to go. Yasmin, ukinitazama tu mkononi, hii utajua kabisa zaidi tosha kwamba tayari nimekamilisha jambo langu. Sasa kilichonileta hapa kwako, nimekuja kwa ajili ya kuchukua ule msukule ili niende nikakamilisha kazi yangu. Toba. Yasmin, toba ya nini tena? Na mbona una wasiwasi? Ni kweli. Nilikuahidi msukule umechukua. Lakini ule msukule umepotea. Yasmin, msukule umepoteaje? Ulishindwa kuwapa hisia wa vijana wako ili kama kuna hatari waweze kujua? Nilitaka niwape kweli hisia. Hila niliogopa. Sasa unajua yule mmoja dadake nilimpoteza mimi. Sasa nikiwapa hisia lazima atagundua. Na kisha kugundua utaniweka si mbaya mimi. Hiyo mimi haijalishi. Kumbe ndio maana kale kazeni kukuta nacho kananitambia sana kumbe. Kumbe kuna kitu ambacho kinajivunia. Ona sasa umeshaniharibia mipango yangu. Nini umefanya? Shida yako wewe ni mzembe sana wewe. Sasa mimi sisemi chochote. Acha mimi niende nyumbani nitajua nitafanya nini. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza. Kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka. Yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.